tangu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipotangaza rasmi mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Tangu wakati huo, maambukizi yameendelea kuongezeka kwa kasi. Kwa sasa huu ni mlipuko wa 3 kwa ukubwa wa ugonjwa wa Ebola. Aidha, katika miezi hivi karibuni, mlipuko huu umeenea kwa kasi zaidi kuliko yote ya awali ya Ebola. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari huko Geneva, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema mlipuko wa ugonjwa huu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kwa kasi kuliko juhudi za kudhibiti. Mapigano ya makundi yenye silaha yanaendelea kuzuia upatikanaji wa maeneo yaliyoathirika. Jana tu kituo cha matibabu kilichopo Bunia kilishambuliwa. Licha ya changamoto za kiufundi tunazokabiliana nazo, bado tunahitaji uingiliaji wa kisiasa ili kuweza kuongeza kasi na wigo wa hatua za kukabiliana na mlipuko huu. Wakati hayo yakijiri, shirika la afya duniani WHO limeunga mkono kuanza kwa utafiti wa kitabibu unaojulikana kama Partners ulioanza Julai 2 nchini DRC. Utafiti huu umelenga kutathmini ufanisi wa tiba kwa wagonjwa walioambukizwa kwa kutumia kinga mwili maalum ya MBP 134 na dawa ya kuzuia virusi zikitumika moja au kwa pamoja. Aidha, majaribio ya chanjo mpya iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford yalianza siku ya Jumatatu, huku Jumanne taasisi ya kimataifa ya utafiti wa tiba ya kibiolojia DRC ikianza utafiti mwingine wa kupima dawa ya kuzuia virusi kwa watu waliokaribiana na wagonjwa walioambukizwa na ambao wako katika hatari ya kupata maambukizi. Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni ya hali ya ugonjwa iliyotolewa jana Alhamisi na mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jumla maambukizi kwa watu 2124 yamethibitiwa huku watu 828 wakifariki. Mkurugenzi wa WHO Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus pia ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kifedha, akionya kuwa mpango wa pamoja wa WHO na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC bado anakabiliwa na upungufu wa zaidi ya dola milioni 400 za Kimarekani. Na ni taarifa yake Omar Mkambara. Na tukiangazia bado taarifa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, wafanyakazi 7 wa misaada kutoka Marekani waliokuwa wakisaidia kupambana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamewekwa kwenye karantini katika kituo maalum cha kujitenga nchini Kenya kufuatia masharti mapya ya afya yaliyowekwa na serikali ya Marekani. Leila Mohamed na maelezo zaidi. Taarifa hiyo imethibitishwa na mkuu wa shirika la misaada la Marekani la Samaritan's Purse, ambaye amesema kuwa kundi hilo limepelekwa katika kambi hiyo kama tahadhari kabla ya kuendelea na safari yao ya kuelekea nyumbani. Raia hawa wa Marekani ndio kundi la kwanza la watu kuwekwa karantini katika kituo hicho ambacho kilizua mjadala mkubwa nchini Kenya. Ujenzi na matumizi ya kituo hicho ulipingwa mahakamani, huku mahakama ikiwa tayari imeamuru shughuli zake kusimamishwa hadi uamuzi wa mwisho utakapofikiwa na kutolewa. Hata hivyo, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani pamoja na picha za satelaiti, shughuli katika kituo hicho zimeendelea. Sera mpya ya Marekani inawataka raia wake wanaorejea kutoka DRC ambako kuna mlipuko wa Ebola kukaa kwa siku 21 katika nchi ya 3 kabla ya kuruhusiwa kuingia Marekani. Kituo hicho cha kujitenga kilijengwa na serikali ya Marekani ndani ya kambi ya jeshi la anga katikati mwa Kenya kwa ajili ya raia wa Marekani ambao huenda wameathiriwa na virusi vya Ebola wakiwa nchini DRC au Uganda. Lakini hatua hiyo imezua hasira kwa baadhi ya Wakenya wanaodai kuwa Marekani inaipa Kenya mzigo hatari wa kiafya unaohusiana na ugonjwa huo wa Ebola. Mwezi uliopita, waziri wa afya wa Kenya alitangaza kusitishwa mara moja kwa ujenzi wa kituo hicho baada ya kupatikana na hatia ya kulidharau mahakama. Rais na mtendaji mkuu wa shirika la Samaritan's Purse Franklin Graham amesema wafanyakazi hao 7 wote ni sehemu ya kikosi cha shirika hilo la kukabiliana na majanga. Kwa upande wake, afisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani amesema kundi hilo la Wamarekani ambao mbele Ebola lilipelekwa kwa hiari katika kituo hicho kwa ajili ya uangalizi na kujitenga kama tahadhari. Wizara ya afya ya Kenya haijatoa tamko lolote kuhusu swala hili la kuwahifadhi raia wa Marekani katika kituo hicho cha kijeshi. Ripoti zinasema kundi hilo liliwasili katika kituo hicho usiku wa Jumatatu na kwa sasa wanaishi katika mahema yaliyowekwa vitanda vya jeshi. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia. Naam, tukisonga mbele, wazazi pamoja na walezi katika shule ya King David Junior iliyoko mjini Kampala nchini Uganda wanaendelea shule hiyo kujulia hali watoto kwa ajali ya basi iliyotokea jana ambapo watoto 20 walifariki dunia katika wilaya ya Kapchorwa mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wa BBC Shoaib Ibrahim amewasili, alikwenda katika shule hiyo na kututumia taarifa ifuatayo. Na msikilizaji, na kutahadharisha tu kuwa taarifa hii ni ya kuhudhunisha.
Hali ni ya majonzi na simanzi hapa katika shule ya kimsingi ya King David katikati mwa mji wa Kampala kufuatia ajali ya barabarani iliyowaua zaidi ya wanafunzi 20 wa shule hili hapa. Baadhi ya wazazi walifika hapa pamoja na walezi wakionyesha kuhuzunika kutokana na hali hiyo, na nilijaribu kuzungumza na baadhi yao lakini hawangeweza kunieleza ile hali wanayopitia, na mmoja wao kaniambia kwamba yeye anachokisubiri ni kupata taarifa kwamba mtoto wake amerejea hapa akiwa salama. Viongozi wa shule hili wamesema kwamba baadhi ya wanafunzi walionusurika ajali hiyo wako njiani kurejea hapa, na wazazi wanaendelea kusubiri kwa hamu na ghamu kutambua hali ya watoto wao. Hadi kufikia sasa polisi imethibitisha kwamba ni watu 23 waliofariki katika ajali hiyo iliyotokea jana usiku katika wilaya ya Kapchorwa huko mashariki mwa Uganda, na miongoni mwao ni wanafunzi zaidi ya 20 waliokuwa katika ziara ya kimafunzo huko katika wilaya hiyo ya mashariki mwa Uganda. Na kufuatia ajali hiyo, serikali imetangaza kupiga marufuku ziara zote za shule kufuatia kisa hicho cha kusikitisha. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameahidi kutoa milioni 5 za Uganda ambayo ni sawa na takriban dola 1000 kwenda kwa zile familia za waliopotezwa wapendwa wao kufuatia ajali hiyo ya jana. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Na msikilizaji, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kutoka BBC. Habari kuu jioni hii: umati wa watu wenye hasira wamevamia hospitali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inahudumia wagonjwa wa Ebola na kuwalazimisha wagonjwa na wahudumu wa afya kuondoka katika eneo hilo. Huzuni na simanzi vya tawala katika shule ya King David Junior mjini Kampala, Uganda, baada ya wanafunzi 20 wa shule hiyo kufariki dunia kutokana na ajali ya gari. Na chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimemtangaza rasmi ni Andy Burnham kuwa kiongozi mpya, hatua inayofungua njia ya kumrithi Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Hii ni BBC. Bado msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia. Chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimemtangaza rasmi Andy Burnham kuwa kiongozi mpya, hatua inayofungua njia ya kuchukua nafasi ya Keir Starmer kama waziri mkuu. Hakupata upinzani wowote katika uchaguzi wa uongozi baada ya kutangaza nia yake ya kuwania kiti hicho cha uongozi mwezi uliopita. Taarifa zaidi na Nastia Mohamed. I am for us, for all of us. Leo ni siku ambayo chama cha Labour kimepata rasmi kiongozi wake mpya, naye ni Andy Burnham. Kwa wananchi wengi wa Uingereza, hii inaashiria kuwa wamebaki na siku moja tu zaidi kabla ya kupata waziri mkuu mpya. Siku ya Jumatatu, Burnham atachukua nafasi hiyo kutoka kwa Sir Keir Starmer ambaye alitangaza mwezi uliopita kuwa atajiuzulu. Burnham alitoa hotuba yake ya kwanza kama kiongozi mpya wa chama cha Labour na waziri mkuu mtarajiwa, huku akipokelewa kwa makofi kutoka kwa wajumbe wa chama hicho. Baada ya kumshukuru waziri mkuu anayeondoka madarakani Keir Starmer kwa uongozi wake, Burnham alieleza mpango wake kuhusu kile anachokusudia kukifanikisha akiwa kiongozi wa chama. Hotuba yake ya kukubali uongozi wa Labour inatajwa na wachambuzi wa siasa kuwa ya ujasiri mkubwa. Alianza kwa kusema ataendeleza ajenda juu ya msingi uliowekwa na Keir Starmer, lakini baadaye akaeleza maono makubwa zaidi, akisema kwamba Uingereza sasa iko katika kipindi kitakachoshuhudia mabadiliko makubwa zaidi katika siasa za nchi hiyo ndani ya miaka 40. This is a proud moment you have given me and my family. Leo mmenipa mimi na familia yangu sababu ya kujivunia, na huu ni wakati wa hisia hiyo ya kujivunia. Hata hivyo, ni jukumu ambalo niko tayari kulibeba. Niko tayari kuongoza na kuendeleza msingi uliowekwa na mtu mmoja zaidi ya wote. Chini ya uongozi wa Keir Starmer, tulitoka kwenye hali ya kushindwa vibaya zaidi na kufikia moja ya ushindi mkubwa zaidi katika historia ya chama cha Labour. Keir alikirudisha chama cha Labour katika nafasi ya kuweza kubadilisha maisha ya watu, na hilo ndilo tumekuwa tukifanya katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. And that is what we have been doing these last 2 years. Safari ya Burnham kuelekea uongozi haijakuwa rahisi. Alijaribu kwa mara ya kwanza kuwa kiongozi wa Labour mwaka 2010, lakini alimaliza katika nafasi ya 4 nyuma ya David Miliband na Ed Balls. Alijaribu tena mwaka 2015 akiwa amepewa nafasi kubwa ya kushinda, lakini mwishowe alishindwa kwa tofauti kubwa sana na Jeremy Corbyn. Jaribio la tatu limezaa matunda.
Leo ni kilele cha safari ya karibu mwezi mmoja ambapo kwa muda mrefu tayari ilikuwa wazi kwamba Burnham ndiye angekuwa kiongozi mpya wa chama cha Leba. Bado hajawa waziri mkuu, kwani wadhifa huo unashikiliwa na Keir Starmer. Sasa mabadiliko hayo yatafanyika siku ya Jumatatu ambapo Keir Starmer anatarajiwa kwenda kukutana na mfalme na kuwasilisha rasmi barua yake ya kujiuzulu. Baada ya hapo, Andy Burnham ataelekea ikulu ya Buckingham kukutana na mfalme Charles ambaye atamuomba rasmi kuunda serikali mpya. Mara baada ya mchakato huo kukamilika, Burnham atakuwa waziri mkuu wa Uingereza. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC. Na shukran sana Phyllis Mwate na Nastia Mohamed. Kama alivyokujuza awali, Rais wa Marekani amesisitiza madai yake ya ulaghai wakati wa uchaguzi na kuituhumu serikali ya China kuingilia uchaguzi wa rais nchini humo mwaka 2020. Akihutubia taifa, Rais Trump amewashutumu pia maafisa wa kijasusi wa nchi hiyo kwa kuficha uingiliaji kati uliolenga kuiba kura zake. China nayo imemlaumu Rais Trump kwa madai yake hayo. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. The Chinese government wanted US president to lose the next election. Licha ya kutokuwa na ushahidi kuhusu madai hayo, Rais Trump ameendelea kudai kwamba kulikuwa na udanganyifu mkubwa wa uchaguzi wa mwaka 2020 nchini Marekani ambapo Trump alishindwa na Joe Biden wakati huo. Na kufuatia madai hayo kumefanyika uchunguzi wa kina na malalamishi hayo kufika mahakamani, lakini hamna ushahidi wowote ambao unaonyesha kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi huo. Trump ameshtumu China kwa kusaidia kufanyika kwa udanganyifu huo, lakini China imekanusha madai ya kuingilia uchaguzi wa Marekani. Wakati huo chama cha Democratic kilikuwa kimeonya kabla ya hotuba ya Rais Trump kwamba alikuwa akijaribu kuingilia uchaguzi wa katikati ya muhula ambapo chama cha Republican huenda kikapoteza udhibiti wa bunge la Marekani. Kwa kipindi cha miaka kadhaa kuanzia wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020, China ilifanya kile kinachoaminika kuwa uvamizi mkubwa zaidi wa taarifa za uchaguzi kuwahi kutokea katika historia. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari leo Ijumaa, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alisema China haina haja wala maslahi yoyote kuingilia uchaguzi wa Marekani na haijawahi kufanya hivyo. Madai ya Marekani hayana msingi wa ukweli na yanalenga kuharibia jina nchi ya China. Na kwa muda mrefu sana imebainika kwamba madai hayo hayana msingi wowote. China inazingatia kanuni ya kutoingililia masuala ya ndani ya nchi nyingine. Hatuna maslahi yoyote ya kuingilia uchaguzi wa Marekani na hatutawahi kufanya. Licha ya kujigamba mara kwa mara kuwa ana uhusiano mzuri na wa kibinafsi na rais wa China Xi Jinping, Rais Donald Trump alionekana kuchukulia suala hilo kuwa hisia binafsi. Ikulu ya White House bado haijatoa kauli yeyote kuhusu athari ambazo hotuba hiyo inaweza kuwa nazo katika uhusiano kati ya Marekani na China. Katika hotuba hiyo siku ya Alhamisi, Rais Trump alionekana kutoa lawama kwa viongozi wa serikali nchini humo kwa kushindwa kumwonya kuhusu usalama wa uchaguzi. Haikuwa wazi iwapo serikali yake itachukua hatua zozote dhidi ya China kufuatia hotuba hiyo, ingawa aliagiza vyombo vya kutekeleza sheria kuchunguza na kuchukua hatua dhidi ya vitendo vyovyote vya ukiukaji wa sheria vitakavyobainika. Nastia Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Tukisonga mbele, jeshi la Marekani limeendelea kuishambulia Iran kwa siku ya 6 mfululizo, huku Iran nayo ikijibu kwa kulenga rasilimali za jeshi la Marekani zilizoko katika nchi za Kuwait, Bahrain, Jordan na Syria. Taarifa zaidi na Bosha Nyanje. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yanalenga kudhoofisha zaidi uwezo wa kijeshi wa Iran. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vimeripoti kwamba Marekani imeshambulia miundombinu ya raia, kituo cha treni pamoja na uwanja wa ndege. BBC imethibitisha shambulio katika daraja moja magharibi mwa Bandar Abbas kwenye jimbo la Hormuzgan. Iran also reported targeting US assets. Mwandishi wa BBC wa eneo la Mashariki ya Kati anaripoti juu ya Iran kulenga kushambulia nchi za Mashariki ya Kati ambazo zina rasilimali za Marekani kama kulipiza kisasi. Jeshi la Walinzi la Mapinduzi la Iran limesema linalipiza kisasi kwa kushambulia vituo vya rada vya Marekani vilivyopo Oman pamoja na maeneo yanayolengwa nchini Kuwait na Bahrain. Aidha, kikosi hicho pia kinadai kushambulia kituo maalum cha Marekani kinachoendesha operesheni zake nchini Syria. Kikosi hicho cha Iran kimesema shambulio la kushtukiza katika eneo la Al-Taf ilikuwa ni la kulipiza kisasi baada ya kuuawa kwa mwanajeshi wa Iran katika eneo la kusini mwa mkoa ulioko kusini mashariki mwa Syria wa Islamsha siku 2 zilizopita. Hata
hivyo, sio Syria ama Marekani iliyotoa tamko juu ya madai hayo. Iwapo shambulio hili la Syria litathibitishwa, litakuwa ni la kwanza kutambuliwa kufanyika nchini Syria, nchi ambayo chini ya uongozi wa rais wa sasa Ahmed al-Shara imejiepusha kuhusika na mzozo huo. Rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad alikuwa mshirika mkubwa wa Iran pamoja na kundi la wapiganaji la Lebanon wa Hezbollah mpaka alipoondolewa madarakani mwishoni mwa mwaka 2024. Kuwait nayo inatoa taarifa kuwa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Iran yamesababisha uharibifu katika kituo cha kuzalisha umeme na vituo vya kusafirisha maji vya baharini. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran pia wamesema wameshambulia ndege za kijeshi za Marekani katika kituo chake nchini Jordan kwa kutumia makombora ya mtawanyiko na ndege zisizo na rubani, ikiwa ni kulipiza kisasi cha mashambulizi yaliyofanywa na Marekani usiku kucha. Licha ya Marekani kuendelea kuishambulia Iran, msemaji wa serikali ya Marekani amesema Rais Donald Trump bado yupo tayari kufanya mazungumzo na Marekani. Sababu ya mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanyika katika siku kadhaa zilizopita ni kwamba Iran ilikiuka makubaliano ya maelewano tuliyokuwa tumefikia nayo. Hasa katika makubaliano hayo ya maelewano ambayo Iran ilisaini, ilikubaliana kutoshambulia meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa Hormuz. Kwa bahati mbaya, wamechukua uamuzi ambao ni wa kusikitisha wa kufanya mashambulizi hayo. Katika hatua nyingine, Iran imewataka wananchi kupunguza matumizi ya umeme baada ya Marekani kushambulia miundombinu muhimu usiku kucha, ikiwemo madaraja, kituo cha reli pamoja na uwanja wa ndege. Naam, ni Bosha Nyanje sasa akitupa nafasi ya kuangazia michezo na Shuaib Ibrahim. Barabara kabisa, tuanze na fainali ya kombe la dunia na mwaka huu ambayo itawakutanisha mabingwa wa tetezi Argentina na mabingwa wa Ulaya Uhispania, ambao imepita miaka 16 sasa tangu wanyakue ubingwa wa dunia. Baadhi ya mashabiki wa soka nchini Uganda wametoa maoni yao kuhusu mechi hiyo ya kukatana shoka. Najua kama Spain mpira uliocheza kumuondoa France. Sasa kusema ukweli, najua Spain muda wote inaweza kuchukua finali kombe la dunia. Spain kwanza kutoka ni watoto wadogo. Hao watoto mwanzo ndio waliochukua Euro, kwamba kama wajapata experience. Sasa muda huu hawa jamaa wamekuja sasa ni watu wazima. Sasa ikawa midfield yao niyo midfield, mie tangu meona World Cup hii hakuna midfield inakuja kuwashinda. Hii mechi ni ngumu. Ukijua mechi ngumu ni hii mechi ya Spain na Argentina, kwa sababu ni ugomvi kati ya kaka mtu na mdogo mtu. Unajua Messi alipotoka kwenye Barcelona alimwachia Ramiro nafasi yake. Sasa hivi anayechukua Spain ni Ramiro. Ila mimi ninachosema, katika makocha au wawili, kocha atakayepanga karata yake vizuri ndio atakayechukua kombe. Nikiwa bado katika kombe hilo, rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuhudhuria fainali katika uwanja wa MetLife na atashiriki katika kukabidhi kombe hilo kwa mabingwa. Kuhudhuria kwake kunafuatia utata uliotokana na madai ya kuingilia na kushawishi shirikisho la kandanda duniani FIFA kuhusu kadi ya mshambuliaji wa Marekani Florin Balogun, jambo lililozua ukosoaji na maswali chungu zima kuhusu uadilifu wa mashindano hayo. Licha ya tahadhari ya ubora wa hewa mjini New York kutokana na moshi wa moto wa misitu kutoka nchini Canada, fainali inatarajiwa kuchezwa kama ilivyopangwa, na maelfu ya tiketi za mechi ya kesho ya kuwania nafasi ya 3 kati ya Ufaransa na England bado zinapatikana, kwa mujibu wa shirikisho la soka duniani FIFA. Takriban tiketi 7,000 bado zipo kwenye majukwaa rasmi ya shirikisho hilo. Na katika mashindano ya mbio za magari ya langa au Formula 1, Max Verstappen alikuwa na muda bora zaidi katika mazoezi ya kwanza ya mashindano ya Belgian Grand Prix alipomalizia katika nafasi ya kwanza mbele ya Lewis Hamilton, huku Charles Leclerc akishika nafasi ya 3. Nihitimishe na tetesi za soka Ulaya. Inter Milan wanasuka mipango ya kumsajili beki wa pembeni wa Tottenham na England Jed Spence mwenye umri wa miaka 25 pamoja na beki wa kati wa Argentina Cristiano Romero mwenye umri wa miaka 28.
Liverpool wanaongoza mbio za kumsajili kiungo wa Japan Kaishu Sano kutoka Mainz na wako tayari kutoa hadi euro milioni 60 kwa ajili ya mchezaji huyo. Arsenal wameonyesha nia ya kumsajili beki wa Aston Villa na England Ezri Konsa ambaye ameshiriki katika mashindano ya kombe la dunia la mwaka huu. Kipa wa Crystal Palace na Argentina Volta Benitez mwenye umri wa miaka 33 anaweza kuvunja mkataba wake na Palace ili kurejea Nice ya huko nchini Ufaransa. Na hatimaye Liverpool wamewasiliana na klabu ya Bournemouth kuhusu winga Ryan mwenye umri wa miaka 19 wakiwa na lengo la kumrejesha raia huyu wa Brazil chini ya ganga za kocha wake wa zamani Andoni Iraola. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Na msikilizaji, shukran sana Shuaib Ibrahim. Na katika ujumbe uliotumwa msikilizaji Jonas Luvena, wewe unasikitika sana kuhusiana na vifo vya watoto nchini Uganda, unasema wapumzike kwa amani. Lamek Moshi unasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa changamoto hiyo ugonjwa wa Ebola hali ni mbaya sana na unatoa pole. Nawe Wilfred Kalinjoa unasema unasikiliza Dira ya Dunia. Lamek Moshi Mkushi unasema tuko pamoja kutoka Mafinga Iringa. Henry Rogoshoro anasema elimu iendelee kutolewa kuhusiana na janga la Ebola. Lamek Mkushi, nimesoma ujumbe wako. Na Ningalama Maluta unasema ugonjwa wa Ebola utafutiwe tiba haraka. Ozanga Salum unasema unatupata vizuri. Daudi Msoma unasema jamani, hawa Kongo hawataki kubadilika tabia na kufuata maelekezo. Hii ni BBC. Bado msikilizaji unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Umati wa watu wenye hasira wamevamia hospitali na hudumia wagonjwa wa Ebola na kuwalazimisha wagonjwa na wahudumu wa afya kuondoka katika eneo hilo. Huzuni na simanzi vya tawala katika shule ya King David Junior mjini Kampala, Uganda, baada ya wanafunzi 20 wa shule hiyo kufariki dunia kwa ajali ya gari. Na chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimemtangaza rasmi Andy Burnham kuwa kiongozi mpya, hatua inayofungua njia ya kumrithi Sir Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa taifa hilo. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaweza pia kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com. Paul Julius Nunda anayejulikana zaidi kama kwa jina la Jua Kali ni mmoja wa wanamuziki wenye ushawishi mkubwa nchini Kenya na mmoja wa waanzilishi wa mtindo wa muziki wa genge. Akizungumza na BBC Swahili kama nyota wa Afrika wa wiki hii Afrika Mashariki, Jua Kali anasema kuwa ingawa teknolojia imebadilika, wasanii wanapaswa kuendelea na mabadiliko hayo. Kwani nimekiwa madawa siwezi kuacha, kila mali unaenda mimi nakufuata. Kwa heri ndo nimeshinda nazo tuzo mingi, nimeweza kusafiri sana. Hiyo ndo ngoma watu wengi wanajua. I think hata hapa Bongo hiyo